bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari kikamilifu. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watu kadhaa wauawa kwa kupigwa risasi shuleni, wafanyakazi 4 hawajulikani walipo baada ya meli kushika moto, wengi wanasita kupata watoto kisa ukosefu wa fedha, ashtakiwa kwa madai ya kumtilia mwenzake dawa ya kutoa mimba, na mke atozwa faini kwa kumvua suruali mwenzake wa kiume, Urusi yaanzisha shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani Ukraine, Palestina wafuatiliwa risasi na watu wenye silaha eneo la wanajeshi wa Israeli, na Marekani ambapo wanajeshi wengine 2,000 kupelekwa Los Angeles, California. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Wizara ya mambo ya ndani ya Australia inasema watu kadhaa wameuawa kwa kupigwa risasi katika shule ya upili ya Dreshokoloshigannese, kulingana na shirika la utangazaji la umma la ORF. Tayari wanasema kwamba wanafunzi na walimu ni miongoni mwa waliopoteza maisha, na kwamba mhalifu anaaminika kujipiga risasi kwenye choo cha shule. Kwa mjibu wa jarida la Kronen Zeitung, watu 8 wameuawa katika shambulio hilo, ingawa maelezo hayathibitishwa rasmi. Walinzi wa pwani ya India wanaendelea na juhudi za kuzima moto kwenye meli ya mizigo ilikuwa na bendera za Singapore katika bahari ya Arabia karibu na pwani ya jimbo la kusini mwa Kerala. MV Wanhai 503 ilikuwa ikielekea Mumbai nchini India kutoka Colombo nchini Sri Lanka. Ilipoti mlipuko ndani na container siku ya Jumatatu na kusababisha moto mkubwa. Wafanyakazi 18 wameokolewa huku 4 wakiwa bado hawajulikani walipo. Singapore imetuma timu ya kusaidia katika juhudi za uokoaji. Kituo cha kitaifa cha India cha huduma za taarifa za bahari kimetoa tahadhari kwa pwani ya Kerala kutokana na uwezekano wa kumwagika kwa mafuta na uchafu kutoka kwenye meli hiyo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu. Ripoti mpya ya UNFPA inasema watu wengi wanataka watoto wawili na zaidi, lakini mamilioni ya watu duniani hawawezi kufikia matamanio yao ya kufanya hivyo. Uchunguzi uliohusisha watu 10,014
kutoka mataifa 14 unaonyesha kuwa matatizo ya kifedha na kukosa mwenza anayefaa kuwa sababu kuu ya watu kusita kupata watoto. Mtu mmoja kati ya 5 wanaojiwa wamesema baada hawajapata mtu au watoto na watarajii kupata idadi ya watoto wanaotaka. Nchi zinazohusishwa katika utafiti huo ni Korea Kusini, Thailand, Italia, Hungary, Ujerumani, Sweden, Brazil, Mexico, Marekani, India, Indonesia, Morocco, Afrika Kusini na Nigeria, ambazo zote kwa jumla zina theluthi moja ya idadi ya watu duniani. Waliohojiwa ni kutoka matabaka mbalimbali, wakiwemo vijana walio katika umri wa kuweza kuzaa au kuzalisha na waliopita umri wa kufanya hivyo. Mkuu wa UNFPA Daktari Natalia Kanen amesema ulimwengu hivi sasa unashuhudia kushuka kwa kiwango cha kuzaliana kwa kiwango ambacho hakitarajiwi kutokana na watu wengi kuhisi hawana uwezo wa kuanzisha familia zinazohitajika, na kulitaja hilo kuwa tatizo linalotoa picha halisi ya mfumo wa familia duniani. Daktari Kanem ameongeza kusema alishangazwa na idadi ya waliohojiwa ambayo wamesema wana watoto wachache kinyume na mapenzi yao. Katika mataifa yote 14 ambapo utafiti huu uliofanywa, 89% ya watu wamesema ukosefu wa fedha au kuwa na uwezo mdogo kifedha ndiko kunako wazuia wao kupata watoto. Korea Kusini imeandikisha idadi kubwa zaidi wanaosita kupata watoto kwa 58%, na Sweden ikiwa ni kiwango kidogo cha wanaohisi fedha ni tatizo, ikiwa ni 19% tu ya wanaohisi hivyo. Profesa Geitel Basten wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Hong Kong amesema kwa muda mrefu shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA iliangazia pakubwa kuhusu wanawake walio na watoto wengi kuliko wanavyohitaji, na mzigo mkubwa kuwashughulikia watoto wengi waliozaliwa bila kuwepo na njia ya mpango wa uzazi. Licha ya hayo, UNFPA imetahadharisha kuhusu namna ya kushughulikia uchunguzi huu wa hivi punde na watu kuzaa watoto wachache au kutotaka watoto kabisa. Daktari Kanem wa UNFPA anasema miaka 40 iliyopita Uchina, Korea, Japan, Thailand, Uturuki zilikuwa wasiwasi kuwa idadi ya watu wake iko juu mno, lakini kuanzia mwaka 2015 mataifa hayo yameelekeza juhudi kutaka kuongeza idadi ya watu wake kwa kuhimiza watu kuzaa. Mbali na gharama ya kulea na kutunza watoto, kutopata mwenza anayestahili kuzaa naye, UNFPA pia imegundua kuwa kikwazo kingine ni kutokuwa na muda wa kuzaa na kulea. Mwanamume mmoja huko Texas ameshtakiwa kwa mauaji baada ya kudaiwa kuingiza dawa za kutoa mimba kwenye kinywaji cha mpenzi wake mjamzito. Justin Anthony Banta amekamatwa siku ya Ijumaa baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa kuhusu tuhuma za mpenzi wake wa zamani kwamba alimpa tembe ya Plain C. Mpenzi wa zamani wa bwana Banta alisema alipofichua ujauzito wake mwaka jana alijitolea kulipia gharama za kuavya mimba, lakini alionyesha nia yake ya kulea mtoto wake. Polisi wamesema baada ya kukutana na bwana Banta katika mgahawa mmoja, alipata damu nyingi na kupelekwa katika chumba cha huduma za dharura, lakini alipoteza mtoto wake siku chache baadaye. Polisi wamesema mpenzi wake wa zamani wa bwana Banta alikuwa ni mjamzito wa takribani wiki 6 alipoenda kwa daktari wake, ambaye alimweleza kwamba mtoto alikuwa mwenye afya njema na mapigo ya moyo stahiki. Mahakama kule Korea Kusini imemtoza faini mwanamke mmoja kwa kosa la utovu wa nidhamu baada ya kumvua suruali mwenzake wa kiume, na kwa bahati mbaya pia nguo zake za ndani ikavuka mbele ya wenzao, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Mbali na faini ya milioni 2.8 aliyotozwa, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 50 pia ameamuriwa kufanya mafunzo ya elimu ya kuzuia unyanyasaji wa kingono na saa 8. Kisa hicho kimeripotiwa kutoka Oktoba mwaka jana katika mgahawa mmoja jimbo la Gangwon kaskazini mashariki. Uamuzi wa mahakama wa wilaya ya Chongcheon siku ya Jumamosi ulikataa madai ya mwanamke huyo kwamba alikusudia kufanya mzaha kwa mwenzake ambaye yuko katika umri wa miaka 20.
Urusi imeanzisha shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema shambulio hilo huko Odessa ilenga vituo vya matibabu na majengo ya makazi na kumuua mzee wa miaka 59 na kujeruhi mwingine wanne. Gavana wa Oleg Kipa amesema kwenye mtandao wa Telegram. Katika mji mkuu, huduma za dharura zilitajika katika wilaya 4 saa chache baada ya usiku wa Jumanne, Klitschko amesema kwenye mtandao wa Telegram. Mashambulio ya hivi punde zaidi yametokea baada ya shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo rubani za Urusi dhidi ya Ukraine siku ya Jumatatu, ambalo Moscow imesema ni hatua ya kulipiza kisasi kwa shambulio la hivi majuzi la Ukraine ndani ya Urusi. Baada ya operesheni ya Ukraine iliyopewa jina Spider Web kushambulia kambi la anga la ndani la Urusi tarehe mosi Juni, rais wa Marekani Donald Trump amempigia simu Vladimir Putin na kusema rais wa Urusi aliahidi kujibu vikali mashambulio hayo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amewaomba wakazi wa mji huo kusalia majumbani mwao. Walioshuhudia mashambulio hayo wamesema kulikuwa na mlipuko kadhaa na milio ya risasi. Shambulio hilo linafuatia kuanza kwa mashambulio na mabadilishano ya wafungwa siku ya Jumatatu, ambayo yamejumuisha wafungwa wa kivita, wagonjwa na waliojeruhiwa vibaya walio chini ya umri wa miaka 25 na miili ya wanajeshi 12,000 kurejeshwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mabadilishano hayo yatafanyika katika hatua kadhaa, akielezea kama mchakato ngumu wenye maelezo mengi nyeti. Rais wa Urusi Vladimir Putin alianzisha uvamizi dhidi ya Ukraine mnamo mwaka 2022. Wapalestina huko Gaza wanasema wamefukuzwa kwa mara nyingine tena walipokuwa wakielekea katika moja ya vituo vya kupokea misaada vinavyoendeshwa na wakfu wa kibinadamu ya Gaza unaungwa mkono na Israeli na Marekani siku ya Jumatatu. Mashahidi wamesema kuwa kwa mara ya kwanza walifuatiliwa risasi na wapiganaji wa Kipalestina karibu na eneo la GHF la Tal al-Sultan kusini mwa Rafa. Pia wamesema wanajeshi wa Israeli waliofuatilia risasi. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema watu 6 waliuawa na 99 kujeruhiwa katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kupokea misaada. Jeshi la Israeli limesema linachunguza ripoti hiyo. GHF imesema eneo la Tal al-Sultan likufunguliwa Jumatatu na kwamba hakukutokea chochote katika maeneo mengine mawili ambayo yalitoa misaada. Haya yanajiri siku chache tu baada ya waziri mkuu wa Israeli kukiri kuwa inazipa silaha koo za Wapalestina huko Gaza ambao walikuwa wakipinga Hamas. GHF ambayo inatumia wakandarasi binafsi wa usalama wa Marekani inalenga kukwepa Umoja wa Mataifa kama msambazaji mkuu wa misaada ya Palestina. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yanakataa kushirikiana na mfumo huo mpya, wakisema unakiuka kanuni za kibinadamu za kutoegemea upande wowote, kutopendelea na kujitegemea. Marekani na Israeli wamesema mfumo wa GHF utazuia misaada kuibiwa na Hamasa, jambo ambalo kundi hilo linakanusha kufanya. Gavana wa California amesema amearifiwa kuwa wanajeshi 2,000 zaidi watatumwa mjini wa Los Angeles, California, kufuatia siku kadhaa za makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama kuhusu misako ya kukamata wahamiaji. Hilo limethibitishwa na utawala wa Trump. Msemaji mkuu wa ikulu ya Marekani Sean Pennell amethibitisha kuwa walinzi wengine watapelekwa mjini humo. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesisitiza kutumwa kwa wanajeshi kukabiliana na maandamano na kupinga uvamizi wa wahamiaji huko Los Angeles. Hata hivyo, gavana Gavin Newsom ameitaja hatua hiyo ya Trump kuwa ni kutimiza ndoto ya rais dikteta, huku mwanasheria mkuu wa California akimshtaki rais Trump kwa kutuma wanajeshi jimboni humo bila ya ridhaa ya gavana. Mwanamke maarufu raia wa Sweden Greta Thunberg amefurushwa kutoka nchini Israel na yuko njiani kuelekea nyumbani. Thunberg alikuwa mmoja wa abiria 12 kwenye mashua kwa jina Madeleine iliyokuwa imebeba misaada inayokusudiwa
kwa watu wa Gaza inayokumbwa na vita. Shirika la Afya Duniani WHO bado linautambua ugonjwa wa Mpox kama dharura ya afya ya umma ya umuhimu wa kimataifa. Linatoa wito kwa msaada wa kimataifa ili kukabiliana na hali hiyo. Ugonjwa wa Mpox husababisha homa kali na vidonda kwenye ngozi. Maelfu ya watu wamekuwa wakishiriki katika tamasha la utamaduni mbalimbali la mwaka huu wa 25 mjini Berlin, Ujerumani. Tamasha hili la mitaani la siku 3 la Berlin Carnival der Kulturen inafanyika kuonyesha utofauti wa jamii ya kimataifa ya jiji kuu la Ujerumani, na kilele chake kilikuwa garide lililopita katikati ya jiji. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, idara inayochunguza na kudhibiti vyombo vya habari nchini humo, CSAC, imeondoa marufuku ya serikali kuhusu kutangazwa kwa taarifa za kilichokuwa chama tawala cha PPRD cha kiongozi wa zamani Joseph Kabila. Kabila anashutumiwa na serikali ya DRC kwa kushirikiana na waasi wa M23 baada ya kuwasili Jigoma hivi karibuni na kuanza kukutana na makundi mbalimbali ya watu. Sege Jibu, naibu afisa wa mawasiliano wa CSAC, katika mazungumzo ya waandishi wa habari wa Kinshasa, amesema ameelezea sababu ya serikali kubadilisha uamuzi huo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idara inayochunguza na kudhibiti vyombo vya habari katika nchi hiyo, CESAC, imeondoa marufuku ya serikali kuhusu kutangazwa kwa taarifa za kilichokuwa chama tawala PPRD na kiongozi wa zamani Joseph Kabila. Kabila anashutumiwa na serikali ya DRC kwa kushirikiana na waasi wa M23 baada ya kuwasili katika jiji la Goma hivi karibuni, na hivyo kuanza kukutana na makundi mbalimbali ya watu. Serge Njibu ni naibu afisa mawasiliano wa CESAC. Katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa, ameeleza sababu ya serikali kubadilisha uamuzi wake. Hatua ya marufuku iliyokuwa imetolewa iliwasilishwa kwenye kikao cha mashauriano ili ikubaliwe ama ikataliwe, kwamba kuwe kumepunguzwa au kuongezwa kwa hatua nyingine. Lakini kikao cha jana kiliamua kuja na mapendekezo mapya ambayo yataruhusu vyombo vya habari kujiepusha kutangaza habari ambazo zinawakatisha tamaa wanajeshi wa DRC. Vyombo vya habari sasa vinaweza kutangaza shughuli zote za rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake muda wowote, ili mradi tu lisikwende kinyume na sheria wala kuvuruga utulivu wa umma. Sauti yake Serge Njibu, naibu afisa wa mawasiliano wa CESAC, alipohojiwa na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa. Kirejelea taarifa kuu ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameagizwa kutumwa kwa walinzi wa taifa zaidi ya 2,000 kudhibiti waandamanaji jijini Los Angeles, California, ambalo ni jiji ambalo wanaendelea kupinga sera za uhamiaji ya rais Donald Trump. Gavana wa California Gavin Newsom amelaani hatua hiyo ya Trump na kusema atamshtaki na kuagiza kutumwa kwa maafisa wa usalama bila ya idhini yake. Maandamano yalizuka Ijumaa iliyopita baada ya maafisa wa uhamiaji kuanza msako katika jiji hilo la Los Angeles kuwasaka wahamiaji haramu.
Donald Trump ameagiza kutumwa kwa walinzi wa taifa zaidi ya 2,000 kudhibiti waandamanaji katika jiji la Los Angeles ambao wanaendelea kupinga sera za uhamiaji za Rais Donald Trump. Gavana wa California Gavin Newsom amelaani hatua hiyo ya Trump na kusema atamshtaki kwa kuagiza kutumwa kwa maafisa hao wa usalama bila ya idhini yake. Hata hivyo, Trump amekuwa na kauli hii na kusema kama hatungeleta kikosi hicho na tutaleta zaidi iwapo tunahitajika, sababu sharti tuhakikishe sheria inafuatwa. Tulikuwa na janga lililokuwa likifanyika. Nakiri kuwa lilikuwa janga. Nilikuwa nikitazama kiongozi wa kikosi hicho jana akisema tuna bahati, tulibahatika kwa dhibiti maana walikuwa wengi. Niliona kile kilikuwa kikifanyika. Kwa hivyo tulifanya jambo sahihi. Kila mtu amekubali. Ni vizuri kwa watu wa California na Los Angeles kwamba tulifanya kile tulifanya. Tulifika pale kwa muda. Bado kuna taharuki kidogo, lakini si sana. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani. Mwanasheria mkuu wa DRC aomba idhini ya kumshtaki waziri wa sheria Constant Mutamba. Tukiwa bado kule DRC, mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya kitaifa ameomba idhini ya kumshtaki waziri wa sheria Constant Mutamba anayetuhumiwa kwa kosa la ubadhirifu wa fedha za umma. Tukiwa bado kule DRC, mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya kitaifa ameomba idhini ya kumshtaki waziri wa sheria Constant Mutamba anayetuhumiwa kwa kosa la ubadhirifu wa fedha za umma. Tukiwa bado Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Iwapo basi unaungana nasi, taarifa kuu ndio hizi. Mwana harakati maarufu raia wa Sweden Greta Thunberg amefurushwa kutoka nchini Israel. Urusi imetekeleza shambulio jipya la droni katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, pamoja na mji wa bandari ya Odessa na kusababisha mauaji ya watu wawili. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Wakati huu ni wakati mwafaka wa kwenda mapumzikoni ili uweze kupokea makala. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.